TV inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Naam, shalom shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu sana katika page hii ya kinabii, nabii wa ishara Tanzania, ambayo watu wote wanaotaka kujua mambo ambayo yanakwenda kutokea kwa uhakika katika majira na nyakati za mwezi ama mwaka hufuatilia na ugundua ya kwamba yapo mambo ambayo hufunuliwa na kufanyika katika majira na wakati. Wewe ambaye kwako kujua majira na nyakati ni dhambi, ni haramu, unaweza ukakaa mbali na hii page kabisa. Una sababu hata ya kucomment, kwa sababu inakuwa ya kuhusu. Lakini wewe unayetaka kutembea kama mtu mwenye hekima, mtu mwenye uwezo wa kiroho wa kuweza kupambanua mambo ya fumbo na siri mbalimbali, kwa kuwa si dhambi, basi ungana nami nabii wa ishara Tanzania kuyafunua mambo ya mwezi huu yatakayohusu mataifa na yatakayohusu taifa na yatakayohusu maeneo na pia watu wa aina fulani. Kwa wale ambao ndio mara ya kwanza unafuatilia, ningependa pia leo tena kurudia kwa nini ninafanya kazi kwa ujasiri, na kazi hii imekuwa ikileta manufaa na matokeo makubwa katika watu wa Mungu, kwa sababu watu huomba wanapoona matatizo, lakini wanaofuatilia unabii katika peji hii huomba kabla ya matatizo na kuyadhibiti, kwa kuwa wanaambiwa na kuyajua kabla hayajatokea. Na kwa sababu mambo mengi yanajiumba kupitia majira na nyakati, basi mimi nimekuwa nabii mojawapo ambaye Mungu amenipa neema, na nimeona niitumie hiyo neema kwa ajili ya kusaidia watu wenye hekima wanaotaka kuishi kwa hekima katika dunia hii, si kama wajinga, kuweza kutambua maisha yao kupitia nyenzo ambazo Mungu mwenyewe ametupatia katika hii dunia, nayo ni roho ya majira na nyakati. Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza anazungumzia mambo ya nyakati. Anasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna maombi watu huomba hawajibiwi, na wakidhani kwamba Mungu amekataa, kumbe sio wakati wake. Lakini kwa sababu wamefundishwa kwamba ukiomba tu unapewa, hawajui Biblia imefunua wazi hakuna jambo linatendeka nje ya wakati. Mambo yote yanakwenda sawa na wakati. Ndio maana ninayotabiri mara nyingi watu ushangaa, kwa nini unachosema ndio kinatokea? Kwa sababu ndio wakati wake, na Mungu amenipa neema ya kuzijua nyakati. Na hiyo ndio kipawa cha Mungu ambacho tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya hicho. Basi Yesu alishawahi kugusia pia swala la madhara ya kutokujua majira. Kutokujua wakati gani kunatokea nini, Yesu alishawahi kuwalaumu watu kwa sababu ya hilo. Si tu Agano la Kale, Yesu pia alishangaa na aliwalaumu watu. Kuna mmoja alikuwa kama anashangaa, maana aliuliza swali, yaani na maana nyie mjui, akashangaa. Lakini leo ukiangalia hapa naposoma majira nyakati, naposoma majina, unaona kama vile mchawi fulani. Wacha niwe mchawi tu, kama Daniel alivyoitwa mchawi, kama Yesu mwenyewe alivyoitwa ana pepo la Belzebuli. Ni wajinga na kundi la wajinga ndio hufanya kazi hizo za kuwashangaa watu wanaofunua mambo ya mafumbo katika dunia, wakati Mungu ndiye anajivunia watu hao. Hata mamajusi walikuwa ni miongoni mwa watu wanaofunua mambo ya mafumbo katika dunia, na Biblia haijawahi kutuambia tusiwe kama mamajusi. Hakuna mahali imesema msiwe kama mamajusi, wala Yesu mwenyewe alipokuwa hajasema msiwe kama mamajusi. Sijui unanielewa? Sijui unanielewa vizuri? Bali walileta mamajusi kutoka mashariki, tena ni wapagani, kwa sababu waliotea, wakasoma ishara wakaiona, walipopeleka wakaenda, na bahati nzuri walichokiona kama ishara kikathibitika kuwa ni kweli. Sasa kama Mungu ameweka ishara watu waweze kujua, leo hii ukiangalia ishara aliyoiweka Mungu kajua jambo, imekuwa ni uchawi. Poleni sana watu ambao mmechelewa kujua maarifa ya Mungu. Poleni sana, na wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wewe niendelee hapa kusoma baadhi ya maandiko kwa ajili ya mtu mgeni anayetaka kuyajua haya mambo. Luka sura ya 19 mstari ule kuanzia 40 mpaka 44 hapa
Yesu alipokuwa amekwenda Yerusalemu, alipofika njiani, aliutazama mji akaulilia. Sasa katika maneno alisema, kumbuka siku zinakuja adui zako watakujengea ngome. Akaandika akasema watakuangusha. Mstari 44 anasema watakuangusha chini wewe na watoto wako. Yaani utapata matatizo Yerusalemu. Sababu ya matatizo ni nini? Tusome hapa. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu, anatoa sababu, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kumbe ni vema sana. Ndio maana hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtaona dalili hizi. Kumbe tunatakiwa tusome dalili na tujue. Ni ujinga kabisa kutokusoma dalili za matatizo ama kusoma dalili za mambo mema. Narudia tena, ni ujinga mkubwa kwa mtu anayesema ana Roho Mtakatifu, lakini anasema ni uchawi kusoma majira ama kujua majira na nyakati. Ni mjinga tu yeye, kwa sababu hakuna mahali pamesema kwamba mkitambua ishara fulani za kujua wakati fulani nyinyi mko dhambini. Sasa Yesu angesema kwamba dalili za siku za mwisho zitakuwa ni hizi. Sasa dalili ni nini? Si ni ishara? Au tujui Kiswahili kwamba dalili na ishara ni hicho hicho? Dalili ni ishara. Manake jua litatuagizwa, nyota zitaanguka, nyota zitatoa nuru yake, sijui mwezi utatoa nuru yake. Sasa hivyo vitu ukivitambua kwamba jamani, mnaona giza, mwezi umetia giza, maandiko yanasema ni dalili ya kitu fulani, kwa hiyo inakuwa ni dhambi. Inakuwa ni dhambi. Poleni sana mliojaliwa kuwa wajinga. Hongereni mliojaliwa kuwa na hekima za kujua ukweli kuhusu neno ambalo Yesu alituachia. Yesu alisema mtambue majira, na alisisitiza hapa akiwalaumu. Hapa amesema Yerusalemu, anasema watayapata matatizo kwa kuwa wakujua majira. Leo nimesimama hapa tena kwa mara nyingine, kama ilivyo kawaida yangu, kuelezea majira ya mwezi wa 4. Ni kitu gani kinaendelea, maana kila jambo na wakati wake. Tunaenda kwa maandiko, watu wengi kwa kurupuka tu. Na Yesu akiwa anawalaumu watu wake, akiwashangaa wanajifanya hawajui, wakati ni vitu ambavyo wanatakiwa kujua. Akasema hivi, ikiwa asubuhi mnasema kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu zinakuwa nyekundu. Kwa hiyo mtakapoona rangi nyekundu ya mbingu, mnasema leo ni dhoruba. Mimi nidhani kwamba Yesu alikuwa anawakemea kwamba hiyo ni dhambi, msio mnaangalia mbingu na kusema hivi kutakuwa na dhoruba leo. Nitegemea Yesu angekemea hiyo. Lakini Yesu akasema mkiangalia mbingu mnaona. Maana yake anawaambia hicho mnachokifanya ni kitu chema, na anaendelea kusisitiza tena, kumetanda enyi wanafiki, mwajua kuupambanua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Yaani anashangaa kwa nini dalili zilizowekwa na Mungu mbalimbali kwenye maisha ya watu na kwenye nchi hamtambui. Anashangaa. Wacha nimtumikie Yesu katika karama na kipawa alichonipa. Wale ambao wao hawako katika haya mambo, kaeni pembeni, muachie watu wasome. Sasa leo utajua wewe, baadhi ya watu watajua mwezi huu kuna mambo gani yanawawinda, lakini watapata nafasi nzuri ya kuyaombea na kuyakemea. Sasa utakwenda upesi kwa ajili ya mambo muhimu ambayo yatatokea Tanzania mwezi huu. Kwanza kutakuwa na matukio makubwa kabisa. Kutakuwa na ajali nyingi sana ambazo zitakuwa ni za kutia hasara na zitagusa maeneo muhimu sana. Na niseme tu muhimu, manake maeneo ambayo yatakayoguswa manake ni maeneo ambayo ni sekta za muhimu. Manake kuna vyombo vya usafiri, lakini inawezekana si vyombo vya usafiri tu. Manake vyombo vya usafiri mwezi huu ndio mwezi wake wa kupatwa na majanga hayo ya ajali. Si ninaposema hivyo sio vyote. Sio vyote. Hata Mungu alipokuwa anatabiri, Mungu anakwenda kuipiga nchi na kuangamiza watu, alikuwa haangamizi wote. Alikuwa anaacha wengine. Kwa hiyo ninaposema kutatokea majanga haya, si kwamba wote lazima waangamie, si wote lazima yawapate, lakini kuna ajali ni nyingi mno ambazo zitatokea sehemu mbalimbali. Baadhi ya maeneo naweza nikayajua kabisa, na maeneo ambayo yataguswa zaidi ya hizo ajali, zaidi, ingawa si katika mikoa. Ninazungumzia maeneo, inawezekana ikawa mkoa wenye jina hilo ama eneo ambapo kumetokea ajali, lazima utakuta hizi herufi ziko hapo. Kwenye mikoa ambayo ina majina K, T, B,
na mikoa ambayo inasema ina majina ya herufi I na R, lakini hata maeneo yenye majina hayo kutakuwa na madhara ama wilaya ama sijui vitongoji ama barabara zinazoelekea huko, kutakuwa na hali hizo za ajali. Lakini matukio makubwa mengine ya mwezi huu ni mvua zisizoeleweka. Yaani mwezi huu majira yanaonyesha kificho cha mvua ya madhara, yaani giza la mvua ya madhara. Maana yake inamaanisha kwamba kutakuwa na mvua isiyoeleweka ambayo ikishuka, yani unaweza kufikiri ni mvua tu ya kawaida, unashangaa imeleta mafuriko, imeleta madhara. Kwa hiyo wanaoomba waombe dhidi ya mvua za madhara, lakini mvua inyeshe, ila mvua za madhara kemea, kwa sababu inaonyesha mvua ikinyesha ni ile, yani mvua ya ajali, mvua ya kuleta ajali. Sasa mvua ya kuleta ajali, tafsiri za Kiswahili cha kawaida sijui ni vipi. Hebu tuendelee. Lakini pia kuna mtu mkubwa katika jamii kwenye nchi hii ambaye watu watasikia. Inawezekana ikawa zaidi ya hata moja. Kunaonekana roho ya ugonjwa kwa watu wenye majina makubwa. Itawapata watu, utasikia watu wameugua, ama ukasikia vifo ama kifo kimetokea. Lakini haswa kuugua, uwezekano wa kuokoa maisha ya watu kwa watu wanaougua katika hatari mwezi huu upo mkubwa. Kwa hiyo kukitokea msiba kwa ajili ukagusa watu fulani, ujue msiba huo sio wa ghafla. Lazima huyo mtu aliyefariki mwezi huu atakuwa ameugua kabisa, yani specifically, au ni wa ghafla lakini ni wa ajali, kwa sababu mambo hayo mawili, magonjwa na ajali, mwezi huu ndio yatatrendi habari zake na kugusa watu muhimu. CCM, chama cha CCM na inaonekana ni vyama vyote vikubwa hivi. CCM na Chadema pia wao watakusanyika kujadili mambo muhimu sana. CCM inaonekana watajadili mambo ya maadili na kupanga watu kwenye nafasi muhimu kwa ajili ya kuziba mapungufu kwa ajili ya kujiandaa kwenye uchaguzi. Na anasema ikiwa ni pamoja na kuwajibisha katika hali ya ndani kwa ndani. Ama inaweza kujitokeza fulani kawajibishwa, lakini watajitahidi kufanya iwe ndani kwa ndani. Rais atapata neema, kuna neema itampata rais, lakini wakati huo atahuzunishwa kwa sababu ya mambo ambayo yatakuwa yanagusa viongozi atakayokuwa anashughulikia naye. Yaani kuna mambo yatamhuzunisha, yatakayokuwa yanagusa viongozi atakayokuwa anashughulika naye. Lakini CCM itawajibisha baadhi ya watu wake mwezi huu. Zanzibar nayo rais atashughulikia mgogoro wa kiuongozi kwa baadhi ya mambo ambayo yalileta shida mwezi huu ama nyuma kidogo, kuyapanga mambo hayo katika dira mpya ya kuelekea mwisho wa mwaka kwenye uchaguzi. Yaani watakuwa wanashughulika na mambo ya uongozi mwezi huo, rais wa Zanzibar, na inawezekana pia likatokea tatizo linalogusa viongozi wa Zanzibar, kwa sababu inaonekana ni majira ya uongozi kupata hali ya heka fulani, aidha ya uongozi nzuri ama mbaya. Iko namna hiyo. Kenya itakumbwa na hizo roho kubwa pia za ajali pamoja na mafuriko yasiyotabirika, yani uharibifu wa mali na kwa njia ya ajali pamoja na mafuriko yasiyotabirika. Na mwezi huo Rais Ruto ni kupata wageni ama ye mwenyewe kusafiri. Hayo mambo mawili yatatokea. Lakini ikiwa atapata wageni ama kusafiri, huende kukahusisha kuna mkutano aidha ndani ya nchi ama nje, ndio mambo yanayoonekana kumpata binafsi ye mwenyewe, ukiacha mambo ya majanga mengine. Kwa hiyo kuna mkutano ama kusanyiko linaloweza kutokea kwa ajili ya yeye rais kama rais kuhudhuria kwa ajili ya kupanga mambo mbalimbali. Lakini imeangalia na kuona kuna rais anapata wageni, kama si tu wageni kuwapata yeye, basi ujue yeye atakuwa mgeni mahala fulani, atasafiri. Hayo mambo mawili yataonekana hivyo, kwa sababu inaonekana safari ama kupata wageni, yote mawili yanaonekana. Kwa hiyo anaweza pia akasafiri na anaweza pia akapata wageni, yaani vyote viwili vinaonekana. Na UK na US kuna mafuriko mapya, UK na US kuna mafuriko mapya, yanaonekana mafuriko mapya yatatikisa tena
UK na US mwezi wa 4. Matukio makubwa yatakayogusa ngoja kwanza niende kwenye sawa. Ngoja niende nimalizie kwenye majanga makubwa yatakayogusa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vitasikia habari kubwa kabisa za ajali, mafuriko, mapigano, majanga ya uharibifu wa ardhi na mali. Manake ikitokea maeneo wakasikia watu mambo ya ajali, matetemeko, ajali za aina zozote, iwe ni ndege, iwe ni sijui ni ya nini ajali, ziwe ni ajali sijui za moto huonekana, lakini ajali yoyote, yani taarifa zitatrendi kuhusu mambo ya ajali za uharibifu, mapigano pamoja na majanga ya maji, kwa sababu anga la dunia litatawaliwa na roho hizo zitakazosimama juu ya anga la mataifa ya dunia. Mwezi wa 4, nabii wa ishara nimenena. Wewe fuatilia tu kazi yako. Mikoa hii watu waombe dhidi ya mambo haya, ikiwepo Dar es Salaam. Mikoa yenye majina haya M na V na D, kama vile ziwa Victoria, kunaonekana vifo huko, kunaonekana misiba huko, yani mkoa wa Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Mbeya, sijui Morogoro na mikoa mingine ya majina hayo, pamoja na kama nilivyosema DVM, wakemee roho za mauti. Lakini pia kutasikika habari huko kwenye mikoa ya wizi ama uharibifu wa mali, wizi ama uharibifu wa mali. Lakini vifo vipo kabisa, yani wazi hiyo mikoa kutakuwa na vifo vinavyogusa hiyo mikoa, watu watasikia kwenye mikoa yao vifo. Lakini uharibifu wa mali unaonekana pia utakuwepo, roho za uharibifu. Lakini taarifa za wizi ama majanga, mambo ya wizi hivi, ama yani mtu tuseme labda ufisadi, yani wizi kama wizi ama udanganyifu unaotia hasara eneo hilo la mkoa huo, utaonekana hivyo, ingawa baadhi ya mikoa wao itakuwa ni tofauti, itakuwa ni masuala ya tofauti kabisa, lakini nimegusa na imekuwa muhimu kama hiyo. Lakini watu wenye majina haya, ambayo ni M, D na V, wajihadhari na roho za kuumizwa kabisa. Mambo yanatokea kuumiza moyo, ugomvi, mambo ya misiba. Ninaposema maana yake watu wakemee hizo roho, mahusiano kuvurugika, au kugombana hivi, kuibiwa ama kupoteza, wakemee hizo roho. Lakini pia wenye majina yanayoanza na herufi T, B, K. Ninaposema hivyo sina maana wote, nasema hivi unabii wote uliowahi kutolewa huko nyuma haujawahi kuhusu wote. Yaani kionyesha kwamba tutaangamia, ilikuwa iangamizi wote. Na maanisha wengi. Ukisikia imekuwa rasmi kama ni unabii, maana yake itaangamiza wengi. Au itagusa wengi. Sasa TBK wao watajilinda na roho za nguvu za giza, magonjwa, ajali na kuumizwa moyo, yani makwazo, roho za makwazo. Lakini wale wenye majina I na R wao wajilinde moja kwa moja na uharibifu wa kiuchumi mwezi huo, ama masuala ya migogoro ya kikazi ambayo inaonekana kutokea. Lakini pia na wao wakemee magonjwa tu, automatically wakemee magonjwa, kwa sababu yani ni uharibifu wa pesa ambao wakati mwingine hutokea magonjwa afu yanaharibu au kuharibikiwa na mali zao. I na R, yani mtu ana gari afu alikuwa anategemea gari haina shida, anaondoka anashangaa kumetokea tatizo baya kwenye gari alafu limeharibika. Sio ajali ya kuua, yani kuharibika tu. I na R wao mambo yanayowafuata ni kuharibu hela mwezi huo. Sasa wewe fuatilia, kila mtu afuatilie, alafu wao wachache ndio wataja, mtaona nini kinaendelea kwao. Nabii wa ishara Tanzania, nimemaliza mambo ya muhimu kwa dakika zangu hizi 19 na kukuelimisha. Lakini ikiwa wewe upo na umekuwa ukitoa, mwezi huu nimeingiza watu wapya katika grupu langu la wanaochangia na kupata habari za mafumbo na siri za maisha za kila mwezi kwa kuchangia sadaka yao kiasi fulani. Mbarikiwe sana wale ambao mmepokelewa mwezi huu, watu kama 3 wapya. Lakini nakaribisha watu wanaotaka kuchangia
madhabahu na kupata kulelewa kinabii na kuelekezwa mambo yao wenyewe. Kitu nilichonoti, watu wengi maskini wana bahati mbaya. Watu wengi unitafuta wakati wamefilisika, wameshapigwa kweli kweli, yani washapoteza mali, washapoteza kazi, washapoteza vitu vyao vizuri, kwa sababu hawakujua majira ya kujiliwa kwao. Na watajuaje na wao hawana nabii? Hawana nabii wa kweli wa kuweza kuambia ukweli. Narudia tena, Yesu alisema Yerusalemu, mtapigwa, mtaangamizwa kwa sababu hamkujua. Kuna watu leo wameshakuwa wanamiliki hapa, lakini ni maskini tu watarajiwa. Kwa nini? Hawana mtu wa kuwatahadharisha roho zile zitakazoanza kuwapiga na kuwasumbua. Sina mengi sana. Wewe ambao unataka ujiunge na group kwa ajili ya usalama wako, karibu ujiunge na group kwa namba ya simu 0715645150. Na wewe ambaye unahitaji kujua mambo yako ya mwezi huu, taratibu ziko wazi kabisa. Unapiga simu hiyo, namba hiyo, alafu unasema naomba unipe taratibu, nataka nijue mambo yote yanaweza kutokea mwezi huu ili tuombe pamoja na wewe nabii. Namba ni hiyo hiyo 0715645150. Na malizia mwisho ni utaiona hiyo namba ya 0715645150 kwenye posti. Mbarikiwe sana watu wote mnaoifuatilia sana madhabahu hii, viongozi mbalimbali, watu walioko ndani ya nchi na walioko nje ya nchi. Na Mungu awabariki sana kwa ajili ya kuwa karibu na hii madhabahu na kuitumia kwa ajili ya kujiandaa kwenye mambo mbalimbali, kwa kuyajua mambo mengi kabla hayajatokea. Mbarikiwe sana. Ni nabii wa ishara nikiwaaga nikisema kwaheri mpaka wakati mwingine. Bye.